Nimepita kwenye mtandao nikaona kuna kauli ya shekhe mmoja akihalalisha mikopo ya watu wanaokopesha pikipiki ambao wanalipa kidogo kidogo, lakini pia mikopo ya wanaokopeshwa simu wanalipa kidogo kidogo, na kusema kwamba hii ni biashara halali ambao Qur'ani na Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaitambua. Of course ni shekhe mkubwa, ni shekhe ambaye ana historia kubwa katika dawa, Shekhe Mziwanda. Tumsikilize kwenye clip yake hii akizungumza. Nami sipo hapa kwa maana ya kumpinga, bali niko hapa kuelezea ufahamu wetu juu ya Qur'ani na Sunna, juu ya kauli ya Mtume kuhusiana na uhalali wa biashara hizo. Hivyo tumsikilize kwanza, kisha tutaendelea tuzungumze Mtume na Allah wanasemaje juu ya biashara kama hizo. Tumsikilize kwanza. Wengine kwa kuchanganya milango ya sharia, huwa tunachanganya kati ya riba na bai'u. Yaani bai'u kitu kingine na riba. Mfano wa mikopo ya pikipiki, mikopo ya simu, watu wanasema riba. Riba kwa mfumo upi? Ili iwe riba, tuambie hii mikopo ya pikipiki riba iko wapi? Pikipiki ya kwake kaamua kuuza milioni 5, mnunuzi ni wewe, umeamua kukubali kununua milioni 5. Kama umekubali kupigwa, sisi tunakukataza. Na kanuni wal mutabayiani bil khiyari ma lam yatafarraqa, hii inaingia katika mlango wa bai'un ajil, biashara ya kulipana kwa muda wa baadaye. Muha akasema na kuuzia dumu shilingi 3,000. Kama unataka kunilipa kidogo kidogo nitakuuzia 5,000. Hii sio riba. Hii inaitwa bai'un ajil. Jamani, naeleweka sijui? Hii sio riba. Wewe unajua bei ya dumu. Simu hii unaijua bei yake 40,000. Wewe umetaka uinunue 120,000, nunua. Sasa tumeshamsikia mwalimu, tumeshamsikia akizungumza ya kwamba ni biashara ambazo zinafaa, biashara ya kumkopesha mtu pikipiki. Ukaani iko hivi, yani umempata mtu anauza pikipiki, alafu ile kampuni au watu wale wakakwambia hii pikipiki kama ukituletea keshi fedha tunakupa kwa 1,500,000 mfano wake, lakini kama ni mkopo tutakuandikisha. Yani mfano unataka ulipie kwa mkopo wa muda fulani, labda wa miezi 6 au mwaka, hii pikipiki hii tutakuuzia kwa 3,500,000. Shekhe akasema ni sahihi, ni halali hii biashara. Lakini pia kama mtu anakopesha simu, leo makampuni mengi maskini yanakopesha simu, na Waislamu wengi sana wanakopa simu. Kama kampuni inakopesha simu inakwambia hii simu kwa keshi tutakupa kwa 190,000, lakini kwa mkopo tutakukopesha kwa 260,000. Hii biashara ya simu na pikipiki ya namna hii, Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaieleza vipi? Sheikh akasema inafaa na inaingia katika biashara ambayo ni halali, na hiyo ni sio yeye peke yake. Lipo jopo kubwa la ulama ambalo limekubaliana na hilo kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yupo sahaba wakati wa Mtume alikuwa ameshaitisha vita. Rejea katika sahihi Sunan Abu Daud hadithi nambari 3357. Yupo sahaba ambaye wakati wa Mtume alikuwa ameitisha vita, alimwambia yule sahaba, Mtume anamwambia yule sahaba kwamba kusanya jeshi, kusanya ngamia twende vitani. Lakini sahaba akajibu, ya Rasulullah, ngamia tulizonazo hazitoshi, ngamia zilizopo hazitoshi. Mtume akamwambia nenda kachukue kanunue sehemu fulani ngamia hata mmoja tutalipa kwa 2. Yule sahaba akaenda akasema mimi nimekwenda kule nimechukua ngamia mmoja nikiahidi tutalipa kwa 2 pindi watu watakapokuja kutoa zaka, na Mtume hakumgombeza. Hii ndio hadithi ambayo inatumika na ulama wengi ambao hata shekhe kaelezea msimamo wake tumeisikia. Lakini hadithi hii imetiliwa mashaka na ulama wengi pia kwamba ni hadithi dhaifu. Mnyororo wake wa kupatikana hiyo hadithi una mkanganyiko, haitoshelezi kusimamisha hukumu ya kisheria.
Sheikh Albani ambaye ndiye ulama wa kipindi chetu ameisema hii hadithi ni dhaifu. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi dhaifu, haina nguvu yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza, ameonya, amekataza kusifanyike biashara mbili ndani ya biashara moja. Mfanya biashara anapaswa kwenda sokoni kwa lengo la kuuza bidhaa yake na sio kuwa na namna mbili ya biashara. Leo biashara ya namna mbili inafanyika na Waislamu wengi na wengi wakiamini ni halali na bila shaka yoyote. Biashara mbili zinafanyika vipi leo? Mtume amezungumza wakati katika hadithi pia inayopatikana ndani ya kitabu cha Sunan Abu Daud hiyo hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza, anasemaje? Yeyote huyo atakayefanya biashara kwa namna mbili, yani mara mbili, ima achukue kile kidogo au ale riba au aingie kwenye riba. Atakayefanya biashara mbili katika moja, ili awe salama, achukue kile kidogo au akichukua kile kikubwa atakuwa amekula riba. Anamaanisha nini? Wafanya biashara leo ambao wanakopesha pikipiki kwa kwamba utachukua hii pikipiki kwa keshi milioni 5, kwa mkopo milioni 7, ila utalipa ndani ya mwaka mmoja. Wanaingia moja kwa moja kwenye katazo hili. Kwa sababu gani? Biashara mbili zimefanyika. Biashara ya kwanza amekwambia nitakuuzia keshi kwa milioni 3 ama milioni 5 au bei yoyote. Alafu biashara ya pili amekwambia kama huna keshi nitakuuzia kwa milioni 5 ila kwa mkopo. Hii utalipia kidogo kidogo, hii inaingia kwenye riba. Mtume anasema kama utaki riba, chukua ile ya kwanza, bei ya kwanza ile bei ya keshi, chukua ile. Lakini ukitaka kuchukua hii ya pili umeingia kwenye riba. Huo ndio uhalisia. Hata kwenye simu. Leo simu inauzwa dukani 190. Lakini mkopo unaambiwa ni 260. Mfanya biashara ili usiingie kwenye riba, chukua ile 190. Ila ukiiendea 260 kwa kigezo cha kumkopesha, unakuwa umeingia kwenye riba. Riba ndugu zangu inapatikana katika makundi mawili, namna mbili. Yaani kipimo cha riba kinapimwa katika namna mbili. Thamani na wakati. Hapa ndiko na riba zote zimejengeka katika misingi hii. Thamani na wakati. Kwa hivyo wewe ambaye unafanya hiyo biashara, rai yangu na mtazamo wangu pia, una uwezo wa kuchukua ukaufanya kama toilet paper au ukaufanya kama dhahabu ikakusaidia baadaye. Kama unataka ufanye biashara yako kukopesha au kufanya biashara zako za nyinginezo kwa usahihi, uza kwa bei ile ile elekezi ambayo umeitoa. Na hata kama unataka kumkopesha kwa lengo la kumsaidia, kama lengo lako ni kumsaidia, mkopeshe kwa bei ile ile ya kuuzia. Utapata malipo kwa Allah. Utapata malipo kwa Allah. Lakini muamala wowote unaohusiana na biashara mbili ndani ya moja, unakuingiza katika riba au halali. Halali yake ni kuchukua kile kilicho kidogo, na haramu yake na riba yake ni kukiendea kile kikubwa kwa mwamvuli wanakukopesha kwa mwaka mmoja. Wewe ambaye unaposema na ukichukua hichi kitu kwa leo nakupa kwa 100,000, ila ukikaa nacho kwa miezi 3 nilipe kidogo kidogo, nitakukopesha kwa 200,000. Umeutumia wakati, yani umeutumia wakati kama mtaji, kitu ambacho hakuna inaweza wakati ni mali ya Allah, sio mali yako wala sio mali yangu. Yani wewe kule kusubiri kwako umetakani, yani umetumia forcing. Ikiwa anayedai ameambiwa akiona anayemdai hayuko vizuri, si vibaya akasamehe deni. Wewe vipi kama una lengo la kumsaidia mnunuzi? Shekhe, simu ya 190, mkopeshe kwa bei hiyo hiyo, mweke makubaliano. Pikipiki ya milioni 3, kopesha kwa bei hiyo hiyo. Sio unataka kumsaidia? Unataka malipo kwa Allah? Msaidie. Lakini hoja ya kuwa hii ni halali kwa sababu mfanyabiashara amenunua kitu chake, anakukopesha kwa mwaka mzima, wewe una option, biashara ni umeleta sokoni kwa ajili ya kuuza. Uza. Kukopesha kunachukua muda wako, unakung'ang'ania kwa nini? Acha, uza bidhaa zako ziende. Lakini hoja ya kwamba
wafanya biashara wanaagiza mizigo, wanaita kazini, hii ni hasara, hii ni kadhalika, anakaa mwaka mzima anakusubiria umpe 2,200. Hii sio hoja. Hiyo ndio ilikuwa rai yangu. Unaweza ukaichukua ikawa kama dhahabu, lakini pia unaweza ukaifanya kama toilet paper. Na Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.